Naam, tukiwa bado kwenye mwendelezo wa kutaka kufahamu nani anakwenda kuwa kocha mkuu wa wekundu wa Msimbazi Simba. Hapa wakati huu tunakwenda kuangalia kocha mwingine. Ikiwa tayari kwenye session zilizopita tumeshaangalia makocha wengi. Sasa kocha anayekwenda kumwangalia hapa binafsi naona ni wale makocha ambao wana nafasi kubwa ya kuweza kuwa makocha kwenye klabu hii ya Simba. Kwa nini? Kwa sababu ya ubora wake. Simba wana utulivu kweli kweli sasa hivi wa kuchagua kocha mkuu wa kikosi chao. Wanafahamu kwamba kuna vipindi walipita walifanya makosa ya kuchagua baadhi ya makocha, akiwemo kocha aliyepita kwa maana ya Dimitar Pantev ambaye yeye alimtambulisha kama meneja, lakini kimsingi alikuwa ni kocha. Kwa hiyo wanafahamu kuna makosa waliyafanya, lakini kwa wakati huu wana umakini wa hali ya juu kutaka kumchagua kocha. Sasa kuna makocha ambao binafsi niliwazungumzia hapa na nikaweka komenti yangu kwamba huyu anastahili kuwa kocha wa Simba. Kuna wale makocha ambao sijasema hiyo, yani sijatumia hilo neno kwamba anastahili, lakini huyu kocha ambaye tunakwenda kumwangalia sasa hivi naye ni miongoni mwa makocha ambao naamini anastahili kuwa kocha wa Simba. Huyu ni Amin Elkarma, ni kocha wa kimataifa kutoka Morocco. Inawezekana ikawa jina hili ni geni katika masikio yako au ni mgeni katika macho yako kwa maana ya kuwahi kumuona, lakini ni kocha mwenye daraja lake, mwenye CV yake, na ni miongoni mwa makocha ambao wanafanya vizuri. Sasa Amin Elkarma ni nani? Huyu ni kocha mdogo kabisa na umri wa miaka 39 tu, lakini ni kocha ambaye amepitia kwenye klabu mbili kubwa za pale kwao nchini Morocco. Sasa klabu hizi mbili ambazo amepitia, moja ni Olympique Club de Safi ambayo inatokea katika mji wa Safi, yenyewe iko huko maeneo ya pwani kwa ya Atlantic, ndiko ambako anatokea kwa maana ya upande wa magharibi mwa Morocco ndo Safi, mji wa Safi unakopatikana. Ni klabu ambayo ina mashabiki wake, ina nguvu yake, miongoni mwa zile klabu za madaraja ya kati ambazo zina nguvu katika kandanda ya Morocco pamoja na Olympique Safi. Ingawaje sio timu yenye mafanikio kwenye michuano ya kimataifa, lakini huyu bwana alipita Olympique de Safi kwenye timu za vijana. Alianza nazo timu za vijana chini ya umri wa miaka 19-20-21 na alifanya vizuri akibeba ubingwa wa Morocco akiwa na timu za vijana za Olympique de Safi. Baadaye akaingia kwenye kikosi cha RS Berkane. Akiwa ndani ya Berkane alifanya kazi na baadhi ya makocha akiwa kama assistant, lakini pia akiwa kama training organizer. Yani ni kocha ambaye huwa anaandaa mpango kazi ambao utatumika kwa ajili ya uwanja wa mazoezi. Sasa hii ni miongoni mwa sifa ambazo alikuwa akisifika sana Fadlu Davids, au yuko nayo Fadlu Davids. Ni kocha ambaye ni organizer mzuri wa training session. Sasa na huyu ni miongoni mwa hao makocha. Klabu kubwa kama RS Berkane ambayo ina vision kubwa sana, wanafikiria mbali kwenye medani ya soka kwa maana ya ndani na kimataifa. Kukupa nafasi ya kukaa kwenye eneo lao la ufundi, maana yake huyu mtu sio mtu mdogo, ni mtu mwenye daraja la aina yake. Sasa ukiangalia kwa huyu umri wake ni mdogo, lakini aliaminiwa kuingia kwenye technical staff ya RS Berkane. Alifanya kazi pale na akapata mafanikio yakiwemo ubingwa wa michuano ya CAF kama assistant coach, lakini baadaye pia aliwahi kuwa head coach kwenye kikosi cha RS Berkane kabla baadaye kuondoka tena na kwenda Olympique de Safi na kuwa kocha mkuu. Msimu uliopita tu hapa akiwa na kikosi cha Olympique de Safi baada ya kutoka RS Berkane alifanikiwa kubeba ubingwa wa Morocco Throne, yani ni FA ya Morocco. Huku kwetu tunaita kombe la CRDB au FA, ningesema hivyo naeleweka zaidi. Alichukua ubingwa wa FA. Sasa kocha huyu Amin ni kocha ambaye amekwenda kuchukua ubingwa wa Throne akifunga RS Berkane. Just imagine. Ile Berkane ambayo ilicheza na Simba katika finali na ilipoteza Simba, Berkane wakabeba ubingwa. Berkane ambayo imekamilika walikutana na Olympique de Safi ya huyu bwana Amin Elkarma na wakapigwa RS Berkane kwenye changamoto ya mikojo ya penalty baada ya kutoka sare ya bao 1-1. Mikojo ya penalty ili waondoa wakapata chance ya kushiriki michuano ya kimataifa kwa maana ya Olympic Club de Safi. Sasa kocha ambaye alisimamia hiyo movement ndio huyu Amin Elkarma. Sasa hiyo ni CV yake tu kwa maana ya alikopita. Kama kawaida yangu niliendelea kufanya tafiti ya kutaka kujua kule Morocco huyu ni kocha ambaye ni kocha wa aina gani kwao. Hiyo ni kazi yangu kabla ya kuja kwenu walaji.
ili tuweze kuongea lugha moja. Sasa Amin El Karma wenyewe wa Morocco wanamuona kama kocha wa kizazi kipya ambaye anakuja tofauti kabisa sasa hivi. Yaani anaangaliwa kwa jicho la utofauti. Na hivi karibuni ilibidi apewe timu, kama tutakumbuka kile kikosi ambacho kilikuja kwenye CHAN, kwa maana ya finali za CHAN Morocco ndo mabingwa. Ilikuwa kuna debate, apewe huyu kocha au yule kocha ambaye alikuja na kikosi cha CHAN. Kwa hiyo ilikuwa kama bado haijafahamika nani anakwenda kuwa kocha mkuu, lakini baadaye akapewa yule kocha ambaye alishinda ubingwa wa CHAN na akaondoka nao. Maanake project ilienda vizuri, lakini Amin El Karma hakufanikiwa kupewa kikosi, ila hawa wawili ndio walikuwa na debate nani apewe timu. Sasa huyu Morocco ndo unamwangalia kwa jicho hilo kwamba ni miongoni mwa hazina zao ndani ya taifa ambazo wanazitegemea. Ni hazina ambayo inaangaliwa kwamba inakuja kufanya vizuri kwa sababu ya uwezo wake wa kutafsiri mpira. Leo hii ukiingia hata katika YouTube, sessions za YouTube, au katika vyombo mbalimbali vya habari kule nchini Morocco, wamekuwa wakimtumia katika maeneo haya ya tactical, maeneo ya kimbinu, namna ambavyo amekuwa na daraja kubwa, IQ kubwa ya kutafsiri mpira katika theory, katika practical, namna ambavyo anazungumza mpira. Ni kocha ambaye ana leseni ya CAF Pro license. Maana CAF A tu inatosha kwa kocha kusimama kwa kocha mkuu kwenye michuano ya kimataifa. Yeye ana CAF Pro license ya kuweza kumsimamisha katika michuano hiyo ya kimataifa. Ni kocha mdogo ambaye anaonekana kuwa na mwanga mkubwa zaidi. Sasa ukiangalia mpira wa kileo, ili mara nyingi huaga naliongelea kwamba mpira wa kileo timu nyingi zimeshift kutoka kuchukua makocha wenye experience kubwa ambao wana experience kubwa ndani ya Afrika na kwenda kuchukua makocha ambao wana maarifa mapya, makocha wa kileo ambao ni qualified kwa ajili ya kufanya vizuri. Ukiangalia klabu nyingi kubwa zinazofanya vizuri maeneo mbalimbali ya Afrika, makocha wao ni wale ambao daraja lao ni wale makocha ambao vijana upcoming ambao wameanza kuthibitisha na ndo wanafanya vizuri. The like of huyo Fadlu Davids ambaye alitoka hapa, tulimuona tangu akiwa South Africa, alienda Raja Casablanca na akaja hapa nyumbani kwa maana ya Tanzania. Lakini pia walipita makocha wengine. Leo hii kuna Rulani Mokoena yuko MC Alger. Hao ndo wale makocha vijana ambao wanafanya vizuri. Kwa hiyo Simba inaweza ikachukua hii project ya Amin El Karma, wakamwamini huyu kocha kwa mfano, wakamwachia project yake itengeneze vizuri kwa ajili ya kufanya vizuri. Haya ni maarifa mapya. Unahitaji hii knowledge mpya kwa ajili ya kuwavusha kutoka hapa walipo na kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo kwangu mimi, miongoni mwa makocha ambao natia tiki katika box zao ni pamoja na Amin El Karma. Wapo baadhi huko nyuma nimeshaongelea kwamba huyu tiki na mstahili, huyu tiki ngumu. Lakini kuna nyingine nimewacha nyinyi muamue. Ila kwa mtazamo wangu naona Amin El Karma ni miongoni mwa makocha ambao wana deserve kuwa kocha wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Klabu ambayo ina historia na rekodi ya aina yake katika michuano ya kimataifa. Wanahitaji maarifa mapya ili waweze kufanya vizuri. Amin El Karma yupo, na kwa sababu CV yake iko pale, manake yuko tayari kwa ajili ya kazi kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Huyu ni mwingine ambaye tumwangalia. Session zinazokuja tutaweza pia kuangalia na makocha wengine ambao CV zipo katika meza ya wekundu wa Msimbazi Simba mpaka pale watakapomteua mwenyewe ambao wanamtaka. Bado makocha wako wengi. Hapa tunatembelea tu ile orodha ambayo ilitolewa na Jemedari Saidi katika wale makocha 6 ambao waweka. Tulisema Romain Folz tutamwangalia kwa sababu tunamjua vya kutosha, lakini bado makocha wako wengi. Tutakuja kuangalia wote. Tumeshawaangalia baadhi yao. Habat Veludi tumwangalia, Ona Janza tumwangalia, Helto Elda tumwangalia, Duarte tumwangalia, pia Mark Bryce. Tumeangalia baadhi ya makocha. Wewe kwa mtazamo wako unaonaje? Amin El Karma anatosha kukaa ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba au mnaona bado hatoshi? Weka comment yako katika comment section hapo, bila kusahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports.